Baada ya mnyama kutoa taji la shirikisho Tanzania FA dhidi ya Azam FC, mbele yako niko na shabiki wa Simba Sports Club KMZ Wanda kuja kuzungumza naye, maana Simba wana vibe hatari. Dada kwema? Kwema safi. Zima? Kwa fresh. Mmetoa taji. Hii ina maana gani kama nyinyi mashabiki? Sisi kwetu ni faraja kwa timu yetu kwa sababu muda mrefu tukuweza kulitoa hili taji. Kwa hiyo maana ambayo unaiona ndio hii ambayo unaiona hapa, kwa maana ya kwamba wana Simba wameitika, wana Simba wamekuja kushuhudia ushindi wao kutoka kwa wachezaji wao. Kwa hiyo ndio maana halisi ya sisi ni nguvu moja na inaashiria mwanzo mzuri kwa timu yetu, kwa sababu tulikuwa hatuko vizuri takribani misimu 4-5 mfululizo, lakini safari hii tuna kikosi bora sana, tuna timu nzuri sana. Sehemu ya mabadiliko yatakuwa machache ili kuendelea kuidumisha timu yetu na tuweze kupata timu bora zaidi. Mtani wenu jana amefanya paredi baada ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League. Akasema kwamba hakuna paredi kubwa ambalo zaidi ya ubingwa ligi kuu. Nyinyi mna makombe mawili, moja mmemfunga yeye mwenyewe, la pili mmemfunga Azam FC. Paredi hii naamini kwamba litapita mitaa Jangwani. Nyinyi kama shabiki wa Simba mnaelekea Jangwani, mna nini la kwenda kulifanya pale Jangwani? Jangwani ni kituo cha kuchimbia dawa kama utaratibu ulivyotolewa. Kwa hiyo mashabiki wasiogope kula mida hii wale, kwa sababu sehemu maalum ya kuchimbia dawa ipo imetengwa maalum. Kwa hiyo pale ni sehemu tu ambayo watu wanaweza wakashuka wakachimba dawa na tukaendelea na msafara wetu. Sisi hatuna chochote cha kuwafanya, kwa sababu sisi hatupo kwa ajili ya kuwafanya watu. Sisi tupo kwa ajili ya timu yetu. Kwa hiyo tutakapopita Jangwani sio kama tunapita, tumeona ile ndio sehemu pekee ambayo tunaweza tukachimba dawa tunaendelea na msafara wetu. Kwa hiyo mnataka kusema kwamba Jangwani ni eneo la kuchimba dawa kwa wana Simba? Exactly, tunaendelea. Kwa hiyo watu wasiogope kula, yani kama sasa hivi kula mayai, kula chochote ambacho unajisikia kula mwana Simba, kwa sababu tutasimama sehemu maalum ambayo kiuhalisia ndio shughuli yake, sehemu ya kuchimba dawa. Sawa. Baada ya Young Africans kufanya paredi lile, rais wao wa klabu akiwa na wazee aliwaahidi kuwaletea kombe la 6 msimu ujao. Nyinyi kama wana Simba mara 5 mfululizo mmelikosa. Msimu ujao kama Young Africans wameahidiwa na rais wao kuwaletea taji, mna maneno gani na kuambia? Uone watu wanafanya interview kwa wanapita. Basi maana nimekabla swali lake mimi, unajua huyu mimi ni yangu sana. Nataka nimpe la soda. Asubuhi ya chai. Shika mwanangu. Bwana KMZ Wanda umepewa 2000 ya chai na shabiki mwenzio wa Simba. Habari sana. Anajua mwenyewe, anajua. Alafu mimi bado sijaoa. Anajua mwenyewe. Kwa hiyo mnamaanisha kwamba hii ni moja kati ya posa ya mahali? Mimi sipo huko. Mimi shabiki yangu, yani namkubali. Hajawahi kuongeaga mbovu, yani namfuatilia, yani kila anachokiongeaga anaongeaga point. Yani katika mashabiki wa Simba mimi ndo namba 1 yangu yani. Samahani, naomba muendelee na mahojiano. Shukrani sana. Tuendelee. Umepewa shilingi 2000 na kijana anasema bado hajaoa. Una neno gani na kumwambia? Unataka kusemaje? Mimi kikubwa nataka kuambia tu mimi bado sijaoa bwana. Sawa. Haya. Wewe kwenye moja na mbili zile za kwako zile usisahau katika ufalme wako. Sawa. Haya. Ujumbe umepata? Mlete mchome wao sasa. Unazingua bwana. Shamba ule. Ujumbe umepata umeambiwa kijana hajaoa. Achana naye bwana. Tunaongelea ubingwa leo. Yes. Kwa hiyo ndio hivyo. Umesema pia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said baada ya kulikabidhi kombe la 5 kwa wazee wao akatoa ujumbe akasema msimu ujao tunaleta kombe la 6, tunaomba wazee mtupokee hapa Jangwani. Hakuna tatizo. Sisi hatuna shida. Sisi tunachoamini ni kwamba tupo tunajenga timu yetu, tunapambania timu yetu na sisi tuna malengo yetu, yao ni malengo yao. Kwa hiyo kila mtu apambane na hali yake. Jana baada ya kutoa taji hili alionekana afisa habari, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba Ahmed Ali alitoa machozi ya furaha. Ile ni ujumbe gani kwa nyinyi washabiki? By the way, namuelewa, ni mtu ambaye sometimes watu wanamwattack sana. Naelewa the situation ambayo huwa anapitia. Kwa hiyo nimwambie tu yale machozi ambayo amelia jana ataendelea kulia zaidi ya yale, akiwa ni machozi ya furaha.
sisi katika mtu ambaye tunamuamini na tunasimama naye kwenye wakati wote ni msemaji wetu, hatujawahi kumwacha, akituita huwa tunaitika. Kwa hiyo tunaendelea kumtia moyo kwamba amepita. Kombe la CRDB ni mwanzo tu, atayabeba mengi na mengi na mengi. Na yale wewe baba unakupita wapi? Pita basi. Atabeba mengi na mengi kwa sababu huo ni mwanzo. Kwa hiyo tunampa hongera kwa uvumilivu wake na kutuvumilia pia wana Simba. Kuna wakati tunahisi yeye ndo mchawi wa timu, lakini hiyo tu ni kwa sababu tunahitaji mafanikio katika timu yetu. Kwa hiyo hongera yake na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo wa uvumilivu, kwa sababu sio kitu kirahisi kuvumilia takriban mashabiki milioni 50 katika taifa hili ambao wote wanashabikia Simba, kumpelekea maneno mtu mmoja. All in all, sisi tunampenda na tutaendelea kusimama naye. Kwa kumalizia, KMZ1, neno moja kwa viongozi wa Simba na mashabiki wa Simba. Tudumishe umoja wetu kama nadharia yetu ya slogan yetu inavyosema, Simba nguvu moja. Tuendelee kudumisha nadharia yetu. Mlipomalizia ndio mtaanzia msimu ujao? Tuombe Mungu, tunaamini katika timu yetu, tunaamini katika ubora wetu wa timu yetu, kila kitu kinawezekana bro. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.